Na Ino Loemba, huyu ndio mjadala mkubwa kwenye dabi ya Kariakoo jana. Mchezaji ambaye ameingia taratibu kwenye kikosi cha Simba na alikuwa akizungumzwa, lakini kulikuwa kuna hisia tofauti kwa kile ambacho amekuwa akikifanya, uwezo wake wa kumiliki mpira, namna ambavyo anapiga pasi, anaweza kucheza kwenye maeneo gani tofauti, uwezo wake wa control speed yake, ni vitu ambavyo vilikuwa vikijadiliwa kwa hisia tofauti. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu watangulizi wake Anise Ura pamoja na Libasi Geye waliingia tayari wakiwa wameuasha moto, hivyo ilihitajika kumtazama Ino Loemba kwa jicho la kiufundi zaidi kuweza kumwelezea, lakini nadhani kwenye dabi ya Kariakoo amejibu maswali mengi ambayo wengi walikuwa wakijiuliza, huyu ana uwezo gani, ana kitu gani cha tofauti? Lakini tumeona jana kasi yake akicheza mbele, namna ambavyo anaweza kukimbia kwenye maeneo, control yake akiwa na mpira, uwezo wake wa kwenda kurecover mipira. Ni mchezaji ambaye ameonyesha kitu cha tofauti pengine na watu wengi ambao walikuwa wakimfikiria. Ameonyesha ni mchezaji X factor, ana kitu ambacho ni cha ziada ukilinganisha na viungo washambuliaji wengi ambao wanacheza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Nadhani pengine baadhi ya mashabiki hata wa Yanga walikuwa wakimzungumza tofauti. Ukienda kuwauliza kile ambacho wanakiona kwa Ino Loemba kwa sasa, wanaweza kukuelezea kile ambacho anacho. Nadhani kitu pekee ambacho pengine kinamtofautisha na baadhi ya watangulizi wake kama Stephane Aziz Ki, Clatous Chama kwenye prime yake ni ule uwezo wa kufunga, uwezo wa kutulia kwenye ile eneo la 18. Hicho ndicho ambacho kinaweka utofauti kwa Ino Loemba, lakini ni mchezaji maestro, fundi wa mpira, amethibitisha kwenye mechi za kawaida, amethibitisha kwenye mechi za Champions League na amethibitisha kwenye Kariakoo Derby. Nikusubiri sasa Simba kocha Steve Barker ataenda kumtumia vipi katika maeneo tofauti kwa namna ambavyo anaendelea na mipango ya ligi kuu msimu huu.